de Timothée chapitre 4, verset 7. Timothée wa pili sura yake 4 mstari wa 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Tunaweza kaa. Nimevipiga vita vyema. Neno la kwanza lile. Nimevipiga vita vyema. Nimevipiga vita vizuri. Nachunga imani yangu. Ninamaliza mwendo wangu. Ni somo ambalo tutalichambua magharibi ya leo kwa nguvu. Nimevipiga vita vyema. Ni nyimbo tu ambao watu wengi wanaimba. Kama naweza sema navipiga vita vyema, manake kuna aina za vita. Na katika zile aina za vita, kuna vita vina maana. Kuna vita vibaya. Lakini hapa Paulo anasema nimevipiga vita vyema. Fransai anasema vizuri. Ni vita vizuri. Ningeomba hii neno itafakari sana. Kuna vita na kuna vita vyema. Ina maana kuna vita ambazo hazina maana. Mifano ni mingi sana. Kila vita ambao hautatoka mshindi, ile vita haina maana. Ndio maana anasema baada ya kuvipiga vile vita, nimemaliza mwendo. Manake si vita tu vya kawaida, lakini vimenifanya nifike mpaka mwisho. Ndio maana nasema nimepiga vita vyema, nimemaliza mwendo, nawekewa kuvaa kuroni ya dhahabu. Kuna nafasi Roho Mtakatifu amenipeleka. Maisha ya mtu yote ni vita. Hata leo ukifurahi, kuna siku utakuwa kwenye vita. Na katika vita kuna aina 6 ya vita ambazo zinamtesa mwanadamu. Usisumbue na sauti. Vita vya kwanza ambavyo nilivyovizungumza ni vita vya nyota yako siku uliozaliwa. Hivi vita vya nyota havikutume hata kumchokoza mtu. Unaweza kuwa hauna shida na mtu, lakini nyota yako inamfanya adui wako. Na hivi ndivyo vita vya kwanza mwanadamu hupambana navyo katika maisha ya dunia. Yesu alikuwa hajajua hata kuongea, hajaanza hata huduma, lakini kwa sababu ya nyota, Herode alitafuta kumuua. Wamajusi wakienda kumwabudu Yesu, uvumba, manemane na dhahabu, Herode anatafuta kisu cha kumuua. Yesu hajasema kitu. Yesu hajajigeuza adui wa Herode.
lakini nyota inaweza kuletea vita ambavyo hauvijui. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu ana nyota ya maisha, na kuna watu wengine wana nyota lakini wao pia ni nyota. Huwezi ukaexplicate hivi vita, tulifia hiki na hiki. Huwezi pata mafasirio ya kuelezea watu sababu yako ya kupata vile vita, lakini nyota inakuletea vita. Wengi wako vile hapa. Tangu utoto ulipitia shida, ulipitia magonjwa, ulipitia. Shetani anaweza penda akuue mbele ya wakati, ili mtu mwingine, kwa sababu kuzimu shetani hana nyota. Shetani hana nyota. Shetani hana baraka ya kumpatia mtu, wasikudanganye. Shetani hawezi kufanya mtu tajiri. Kama wachawi wote ni matajiri, kama wezi wote ni matajiri, kwa sababu ni watoto wa shetani. Shetani hawezi kufanya mtu tajiri. Nini anafanya? Akiona wewe una nyota, anatumia njama za kukutanisha na mtu wa uchawi kupitia kitendo fulani ya uchafu, ili nyota yako ibebwe. Njoo mtasikia mara mingi bali ba magicien banaweza mpatia condition ya kudevierge. Tafuta biti bikira. Unapata bwana mwenye kukupatia $1000, $5000, $10000, $20000. Haiko kitu na hayupo katika imani. Anataka ibilisi nyota yako ndio ule mtu atumikishe, kwa sababu shetani yeye hana nyota. Wengine wanakufa wangali watoto wadogo, ili baada yao kukufa ile nyota ya ule mtoto mtu mwingine atumike naye. Na wengine saa hizi mnaendelea kuishi, mnatembea, mnafanya kazi, lakini nyota yako iliendaka zamani. Lakini haiko ndio somo yangu ya leo. Vita vya nyota. Jambo la pili, kuna vita vya ndoto za maisha. Kuna vita vya ndoto. Kile kitabu cha Mwanzo 37 mstari wake wa 5 kushuka. Yusufu alivipata vita vya ndoto. Ndoto haiko tu ile ulota usiku. Ndoto ni vision yako, mawazo yako makubwa, maono yako ya kesho kuhusu hatima wala destiny yako. Kwa hiyo ukiwa na ndoto kubwa kimaisha, na vita ni kubwa pia. Asema Yusufu alipolota ndoto, ndugu zake walimchukia. Hawamchukii kwa sababu ni mwizi. Kuna watu mtatengana nao kwa sababu hamuwaze sawa sawa. Kuna vita vya aina hii. Kuna watu mtatengana nao kwa sababu maono yako na yake haiko sawa sawa. Na hivi vita vya ndoto vitakuletea kuteseka siku nyingi mpaka uone utimilifu wa ndoto. Manake kuna watu ambao hawawezi kukuheshimu au kukukubali kama hawajaona ndoto imetimilika. Aseme ndugu zake wakazidi kumchukia Yusufu, lakini baada ya utimilifu wa ndoto ndugu zake walimpigia magoti wakamwabudu. Vita vya ndoto. Lakini kuna vita vya tatu, ni ile nimefundisha mawiki ilipita, ni vita vya maisha. Sema vita vya maisha. Ile nimeizungumza kwa undani sana. Tuliona kwa ajili ya vita vya maisha kwa maisha ya Yusufu ni kumvua mavazi. Ndugu zake walimvua vazi.
mke wa Potifa pia alimvua vazi na wote walimsemea uongo. Tuliona vita vya maisha kwa ajili ya Yesu. Tuliona vita vya maisha kwa ajili ya Yefta. Manake kuna vitu vingine ni kawaida kwa watu wengine, lakini shetani anaweza kufanyizia navyo vinageuka vita vya maisha yako yote. Kuvuliwa vazi ni kuondolewa ushuhuda. Na kuna watu ambao wanaweza kuwa hana shida, lakini vita vyake vya maisha ni kusingiziwa uongo. Na utaona haija kutokea tu mara moja au mahali pamoja. Manake popote unapopafika unajikuta ile vita inarudia. Kusingiziwa uongo, marafiki kugeuka maadui. Wengine vita vyao vya maisha ni roho ya kupoteza. Wengine vita vyao vya maisha ni kutokuwa na ndoa mpaka kuingia kwenye kaburi. Hata ameolewa mara pili mara tatu haifanye chochote. Yaani yeye haiko jaribu, lakini ni vita vya maisha. Wengine vita vyao vya maisha ni kutokuweka pesa kwa mikono. Hata pesa zikifika zitaisha. Na hii anaiona haikuje mara moja au mara pili, lakini ni sehemu ya maisha yake. Wengine vita vyao vya maisha ni kufukuzwa. Kila fasi anafika ni kufukuzwa kama imbwa. Na hii nilichimba sana. Nikasema unaweza endelea kuhangaika kwa sababu shetani anajua haujawahi kujua nini vita vyako vya maisha. Unapata bwana mwatakoa na mnapendana vizuri, jamaa inakataa. Unapata mke mzuri mwenye anafaa maisha yako, bazimu inabapanda, mnapigana na mngale mnachumbiana. Hauna fiancé, uko wewe peke, lakini sasa unapata mwenye iko serie banakia 39. Unasema uko na charme. Kumbe shetani kutu unapenda avuruge kiwerewere. Na unaangalia mkio vizuri unasema siningali. Na apre kuangalia mkio angalia kukarti. Apre kuangalia kukarte uangalie ulikomalaka nabo gisi maisha yao ilishaendelea. Mwili inanyanaka. Kuna wakati mwili inanyorokaka na hakuna probleme, hata ya mzee inaweza nyoroka. Siku itashuka hata utia amortiseur machafu haitakamata tena. Vita vya maisha vinaweza kufuata mpaka ndani ya kazi. Haiko masifa kuoa au kuolewa. Ni kukosa kazi. Habari ya bwanako wa wapi? Kama ni Birindo siniulize Birindo. Nilitoka pale nikaenda kwa Mihigo. Mihigo akanizoea nikaenda kwa Kambale. Nikaona Kambale na iko na mawivu ya kishenzi, njoo nikaenda kwa Mgaruka. Menisha toka niko kwa Mzalendo. Unaona hii vitu inyoko nafanya bitakuletea maproblem. Uzale na huyu bwana, uzale na huyu bwana, uzale na huyu bwana, ni vitu moja bure sana. Vita vya maisha. Unaona mtu yuko mu relation me iko nakwambia mbona niko na mtu me iko tu. Na kitu mimi nampenda Mungu kwa sababu hawezi kukufungula mkitu Kenya uyayua.
Utazidi kuhangaika tu miaka na miaka, utabadilisha chumba ya maombi, utaenda kumilimani, kisha unakuwa mjakazi na uyafunguliwa. Na wanakuzika na mapepo. Kwa sababu haujui vita vya maisha. Wengine vita vyao vya maisha ni kuharibisha vitu. Kwa watu hapa biko na roho ya madeni. Manake yeye maisha yake yote ni madeni. Hata sasa Yesu kimwambia kopeshe tena mweretel, mko mwe 33. Vita vya maisha ni vingi sana. Kutoka kwenye vita vya maisha kuna vita vya ujinga. Sema ujinga. Mko naona aina ya mavita. Ukiwa mjinga sana, pumbafu, unaweza kuwa mavita zenye hazina maana. Unaweza sirikia mwenye akuangaikie na hautamfanya kitu. Niko nasikia mimi na president kwenda muona. Kwa watu wa vile kwenda ona president hata nisikie. Ni president wa Korali. Vita vya ujinga. Mtu anakushinda neema, anakushinda upako, anakushinda nguvu. Ujinga unamfanya adui. Yaani kwenye unjiponea njoko unaanza leta vita. Kwenye unajua hapa ndiko maisha yangu jipona, bazimu na kuingia ndani. Daire na hii makazi niko nafanya ya kupokea 1500 par mois, ni kazi gani? Patron na kuachia mikosho yako. Kuko watu wenye saa anakiaka omba Mungu hatampa, paske Mungu anajua ni pumbafu. Hata nikimpa aliharibisha ya mbele, akaribisha ya kufuata, na hii nayo ataiharibisha. Vita vya ujinga ni vita vibaya sana. Unakuwa toujours victime. Na unakuwa innocent. Vraiment sikufaa kitu. Wewe peke unajifungulia vita kwa kinywa. Unasema vitu. Sa retour na kurudilia unaanza lia. Vita vya ujinga. Unakamata ye mtu wakati mwana kushinda buyani na mtia mwako. Ulianza, si mtu anajionaka kwanza. Mtu anaonaka kwanza mtu wa kazi. Unamwambia simama hapa nikuangalie vizuri. Geuka. Kisha anamwambia roho yangu hainikubali. Kuko vita vya niko na confiance naye. Bwana wasa ukamata Yusufu kuingia mnyumba ya Potifa. Mwenye alikuwa na courage sana ya kuleta Yusufu ndani. Si bibi ya Yusufu. Basi ni garso mzuri asema kimwache pale. Kumbe mama yuko naona mkate. Vita vya ujinga, mtu anakukosea haukumfanyia kitu, anajifanya adui, haukumkosea kibaya, tena kesho unamtia karibu yako. Tusameane lakini tuachane. Unajua kuna vita vya ujinga. Ni vita vya kukosa maamuzi. Mulozi iko mwenu mnyumba na mapreve siko kama njoo huyu. Mungu yepeki atashughulika naye kwa sababu imeandikwa magugu na ngano. Magugu na ngano ni mkanisa. Magugu na ngano haiko mwenu mnyumba. Na magugu na ngano haiko mwa kanisa. Magugu na ngano yuko mwa Eglise Corps de Christ. Manake makanisa zote duniani, hapana hapa. Mkiona huko magugu, mimi nakuongola mbele ya wakati.
Kwa sababu Biblia yenyewe inasema kwamba Mungu alipanda ngano, shetani akapanda magugu. Kuna vita vya ujinga. Na mara nyingi watu wanapata vita vya ujinga. Vita vya kuwa social sana. Uko mwema. Ukiona utapana, kisha wakiona regrete, usipana. Tuko tunaelewana? Maandiko yenyewe yanasema aliye na mbili apane moja. Na inaweza kufikia kile kipindi wanakulomba kitu na uko nacho. Usimwambie mtu hauna, mwambie kipo lakini kimepangiwa. Itakusaidia sana kuliko kufikiri una majibu kwa kila kitu. Hata hapana nayo ni jibu. Ndio maana maandiko yanasema ndio yenu iwe ndio na hapana iwe hapana. Mtu mmoja aseme amen. Nilisema vita ya kwanza ni vita ya nini? Ya nyota, ya pili ya ndoto, ya tatu ya maisha, ya nne ya ujinga. Niulizie jirani yako, mavita zako ya wapi? Njoo na maîtriser sana. Zipo zingine vita ni vita vya jamaa. Vita vya jamaa. Baba Abrahamu alianza akaoa dada yake kama alimuona kae. Hii pepo ikaenda mpaka kwa Isaka, akaoa kuzini anaitwa Rebeka. Na ukifuata vizuri kule kwa Abrahamu, baada ya kuoa, Abrahamu yeye peka akajiongezea nyongezo ya mjakazi mmoja alikuwa mrembo anaitwa Hagari. Wakazala Ismaeli. Unaona huku kwenye alienda kuoa Isaka, Isaka naye akaoa Rebeka, naye wakamuongezea vijakazi. Ikatoka kwa Rebeka akaenda kwa Yakobo. Mtumishi Yakobo yeye sasa akaoa wawili ba jamaa moja na wakamuongezea nyingine vijakazi viwili. Ngazi kaendelea. Mtoto wake mwana anaitwa Yuda. Yeye akakamata mwalikazi. Unaona vita ya jamaa inakwake na inapanda ngazi. Na mwenye aliponyoka vile vita tu ni Yusufu na Musa. Lakini wengi walijikuta wako mwa ile vita. Na mkiona vizuri ndoa ya Musa hatujue kama ilishia mjangwa. Wataalamu wanasema inawezekana vitu viliharibika. Na Musa akajiendea akakufa. Kukilio ya Musa hatujue kwenye bibi yake iko. Kuingia Kanani hakuna Musa. Iko saa tu alimwambia akabakia kwenu. Unajua hii kazi ya Mungu. Unaweza kuwa na upako mefuko na yeye unatoka mjamaa gani? Banaweza ukokota balozi na unashangala na uko kwa Mungu. Bata wajua wake vile. Shetani haogope tu Biblia kuchanger majina mimi njoo badia. Shetani haogope vile. Shetani anaweza kurudishia filme ya familia mpaka unashangala. Mimi nishaona mtu kuna modere kwa madhabahu mapepo na mkamata. Mtu kuna moderesha anatia macho yule asema unakuya. Na hapa mnanifuata na akaanguka. Vita vya jamaa. Kubatu majamaa ya botuni ba empoli. Kuanzia mzalatate yake. Na anaweza kuwa pasteur meko natukana watu matusi ya kweli. Na mnasantir ke huyu anatoka mjamaa mmoja yenye bia hivi biko. Na ile ni vita vibaya sana, vita vya jamaa. Lakini fasi nimesoma, nimekutana vita vyema. Paulo anasema nimepiga vita vyema.
mwendo wangu nimeumaliza. Vita vyema ni vita vya aina gani? Ni vita vya utu. Ni vita vya mabadiliko. Ni vita vya kukua mtu mwingine. Nikubalieni hili neno. Msitiake muro kama kwenda mbinguni ni surprise. Manake tutakuwa tunafumba na kufumbua. Paf! Tunaenda. Watu watakaoenda mbingu walishaka jua. Hata saa hii tu kama uko sincere tunaweza kuuliza. Parapanda ikilia leo te. Wewe peke tu. Haiko vitu ya kusema mtu akosake examen d'etat siku ya resultat. Me mtu anajuiaka pale pale musale sasa mnafika nje mnaanza ulizana. Ulifanya nini? Sio kama mnasema bongo. Tulisoma. Wewe jibu ilikuwa nani? Oh, Diego Kao. Diego Kao. Mimi sikuweka Diego Kao. Mimi ni Chel Vingiston. Unauliza mwingine. Ilikuwa nase Diego Kao c'est Yesu. Na vya mbinguni ni vile. Donc hapa hata useme maamen, wewe peko unayua. Parapanda ikilia. Siezi. Paulo anasema nimepiga vita vyema, nimemaliza mwendo wangu. Alishakufa, alishaenda mbinguni. Angalia, hivi vitu ya mbinguni haiko tombola wala haiko match ya football, parce que match ya isiku iko ma tutajuia mutere. Hivi haiko ya kujuia mutere. Hivi ni aaminie na kubatizwa ataokolewa, asiyeamini atahukumiwa. Na matendo ya mtu. Geukia voisin mwambie kwa sincere voisin. Utaenda wapi? Ni kitu yenye iko wazi sana. Muone kwenye magumu iko. Napiga vita. Mhubiri mmoja amehubiri hapa. Wale wahubiri wa Karamusi wanaoanza kazi. Kuokoka ni kuacha dhambi. Kila mtu aseme amen. Hata mimi nasema. Lakini tukiona wale wanaokoka mpaka saa hii biko na mazambi, tunajiuliza tulisemeaka amen na nini? Wakati mhubiri alalamika pale akasema kuokoka ni kuacha dhambi. Mwingine anapanda kwa madhabahu anasema anayeokoka akianguka hawezi tena kusamehewa hata akitubu. Na ule mwenye iko na ubiri alishaanguka. Mimi munifate vizuri. Ule mwenye iko na ubiri alishaanguka. Parce que Biblia yenyewe inasema tukisema hatuna dhambi tunasema uongo. Manake yeye mwenye alihubiri shafanya nini? Ingine verse ya Wasaifu inasema mtakatifu wa Bwana anaanguka mara 7 kwa siku, na kwa Mungu wake anasimama mara 7. Alafu anakuambia nishatoamka mara ngapi? Mara 1 mchana, tunabaki mara ngapi? Mara 6. Manake Biblia mko verse za kusaidia wajinga wasiokuwa na akili, na mko verse ya kuongezea watu kiburi wanaokuwa na kiburi. Mwingine mpaka ishafika na dimension ya kusikia harufu ya dhambi. Anafika mkilte viozo. Mimi mchawi. Kinywa yake inaongea vibaya. Mpaka unasema huyu bwana anaweza hukumu mtu na yeye ni mbaya zaidi.
Mwingine akiona mtu wa pantalon barabara anasema Maimuna. Fio wa pantalon. Mwingine akikala anaona mtu mkanisa hakuvala kitambala, pepo. Na mwingine akiona kitambala anasema mchimbi. Sio kama niko na utanielewa fasi niko nakupeleka. Vitambala kila siku. Mchimbi. Mungu anaona roho. Mungu hawezi mflate. Na aba bote na wale walihubiri vile bale bote banajua kama kenye yeye anajua njo kweli. Kosa haiko yao. Kosa ni jinsi walivyofundishwa. Imani huja kwa kusikia. Si mnaona huko kanisa wamama wote wako sawa kwa kichwa, waangalie vizuri. Kuna wale wana vitambaa, kuna wale wana vitambaa, kuna mmoja funika licho na nywele ya kuuza. Bon, unasantiri kama mafundisho ziko vita vyema. Fasirie maneno mawili matatu itakubariki sana. Mwanadamu ana aina tatu. Mungu ana vipande vitatu. Mwanadamu kuja nikufasirie. Mwanadamu karibu. Papa Maombi alisema anampokea ni kama malaika. Papa Maombi, mimi achele mizaa. Mimi siko kama malaika. Mimi ni malaika. Vitu viwili vinadhibitisha kwamba mimi ni malaika. Maandiko nasema na kwa malaika wa kanisa la Jehova Nisi. Hapana na kwa kama. Cha pili mimi hujasikia mbinguni malaika Maombi. Malaika Gabriel. Kwa hiyo hautakiwe kuwa naingia mjina za watu. Mwanadamu asoge. Nani mwenye mama yake anaweza kufa maisha mena na ubiri leo? Ni malaika. Ingelikuwa niwe kama kuna lia hapa. Mere anaenda. Mimi najua anaenda pumzika kule kwenye niko. Nimehubiri kanisa moja sijui ya Sepaki. Mchungaji anasema, "Hii maneno ulitoa wapi? Ni kama ulala mbinguni." Nikamwambia, "Ni pale mimi naishi." Amuelewa kile kitu. Okay, kuna siku mtakumbuka kama mlikuwa na malaika. Mtaona ile siku. Mwanadamu si ndio huyu? Ana vipande vingapi? Vitatu, lakini pia kuna aina tatu ya mwanadamu. Nifuate vizuri. Mwanadamu anapozaliwa anaitwa mtu kawaida. Mniteke masikio vizuri. Mtu kawaida anazaliwa kwa njia ya dhambi. Hata mtoto wa simwa anazaliwa kwa njia ya dhambi. Utakufuruka kichwa hapo. Kwa hiyo ninyi msiwe na imani ya kusema parapanda ikilia wale watoto ni ba innocent. Njoo mahubiri yote yenye unajua kuna pitaka. Mtoto wa deza hayajua kitu. Parapanda ikilia nenda wapi? Mbinguni si ni malaika wa Bwana. Mtoto wa katra hayajua kitu. Ndibona kukosa hata ibada moja ni kupoteza. Hata mtoto wa mwaka mmoja, miezi 6, miaka 2 yupo kwenye dhambi. Kwa maana Biblia yenyewe inasema mwanadamu uzaliwa na dhambi za asili. Ndio maana usishangae kuona una mtoto kwa miaka 2, miaka 3 mnyumba, unakapatia kitu, ukikalomba kana kwambia shitakupa. Sasa kugabuliana mboga, kanapenda kapunje wengine. Kuna katoto mpaka na wivu. Uikaona tu mwenzake hivi, kanaanza lia. Kakikuona tu wewe na mke wako mnashikana na mkakamate, kanaanza maproblem. No. Mtoto hata ni mdogo sana, anazaliwa na asili ya nini?
Ndio maana Biblia inasema hakuna mwenye ataingia kama hajazaliwa mara ya. Sio mnanielewa vizuri? Kuzaliwa mara ya ngapi? Ya pili. Okay, kama mnielewe nirudie kwa mnaweza elewa. Wakati ya Noa, dunia mzima ilikufa na maji. Ndani ya waliokufa mlikuwa mna watoto? Mlikuwa watoto. Je, Mungu aliambia Noa, zola watoto yote tia kwenye safina? No. Waliookolewa watoto ni wale walikuwa ndani ya kizazi cha Nuhu. Manake watoto walio katika nyumba ya mchaguliwa wana neema ya kupata sehemu ya kumjua Bwana, kwa sababu wanakaa katika nyumba ya mchaguliwa. Sio mwalimu anaeleweka hapa? Sasa anapozaliwa ni mtu kawaida. Huko ndani yake mnaweza kuwa dhambi za mtoto mdogo, kulia, wivu, kuimana. Mtoto kuiba mchungu mara nyingi si pepo, ni upungufu wa chakula nyumbani. Lazima kuifahamu. Chakula ikiwa nyingi mtoto hanaga muda wa kuiba. Mtoto hujiburo kwa jirani, hakuna buro, hamna kitu nyumbani. Kwa hiyo kuliko usumbue mtoto sana, tafuta maisha. Itakuwa itasaidia nyumba yako. Anapoanza kukomaa, inaweza fika wakati dunia inamuharibu. Dunia ikimuharibu huyu mtoto, anakuwa na miaka 12, 25, haiko tena mtu kawaida, anageuka mtu nyama. Mtu nyama ni mtu wa miguu mbili. Ni mtu anayetembea lakini zamiri kwa kichwa hazipo. Tuliona na tulisikia kwa watu wengi, tuko tunaona mtu anakamata mpanga na pasula kichwa ya mwingine. Unasantirike si mwanadamu, ni mtu nyama. Tunaiona mtu yuko na mwanamke mnyumba na viole domestique. Unasantiri kama huyu ni mtu nyama. Tunaona mtu namtendea mema ya kila aina, lakini ile mema haione. Mtu nyama anakuteta kule, anakuteta, alafu anakia kuambia Bwana asifiwe. Mtu nyama. Nilisikia juzi tena hapa mwanamke anazala mtoto anatoka mpaka wanasema mtoto yuko na 4 kilo. Mama anamnyonga shingo mwenyewe. Anasema sitachunga huyu mtoto. Mtu nyama. Na wale ni wengi sana. Sasa mtu kawaida ni wale wana makosa za kawaida, lakini mtu nyama ni mtu mwenye hana zamiri kwa kichwa chake. Zamiri zangu asiniambie kitu, haziko. Zimechomwa zamani. Mtu nyama. Atamu na mvote mnampatia cheo, anapanda kule yule mwanabunge, anakuwa sijue na cheo fulani kiongozi wa nchi, nyama inabaki nyama. Watu wanakufa ndani ya nchi na hakuna mtu anasumbuka kwa sababu labda tunapata viongozi vya watu nyama. Mtu nyama akisirika iko tayari akamate kisu kuingiza. Mtu nyama, munitege masikio. Mtu nyama akikuwa na matatizo anaweza sahau kila kizuri kwa ajili ya kibaya kimoja. Mtu nyama. Kutoka kwenye mtu nyama kuna aina 3 ya mtu, anaitwa l'homme spirituel, mtu wa kiroho. Or dans la spiritualité il y a 2 choses. La première spiritualité, c'est la spiritualité spirituelle. Donc c'est pour nous les chrétiens. Tout chrétien, tout fils ou toutes les filles de Dieu sont des personnes très spirituelles. Lakini kwenye wachawi nao biko spirituality. Sasa dunia hii haiwezi hurumia mtu kawaida. Ukiwa mtu kawaida, uko chakula ya watu roho.
kuko ma dimension, kuko ma monta, kuko ma poste yenye hawezi okipe na uko normal. Sije mwalimu anaeleweka vizuri hapa. Chaque millionnaire mwenye utaonaka, ukiona mtu ni millionnaire, ukiona mtu ni president de la republique, oh, hatuko tunaona tena president yetu sawa hii siku. Iko nguvu umone sawa. Kuko cheo yenye ukikamata, kuko utawala yenye takupropose. Kwa hiyo ukiona mtu anainuka sana, kama hana Mungu, manake iko na shetani. Geukia voisin mwambie, dunia haitakubahurumia watu ya kawaida. Bengi batakufa siku Yesu anazaliwa ni ule utoto wenye bali upanga majina, longevité, espoir na mjamaa baombaki. Njo wenye Herode atachinja. Yesu mwenye iko roho, iko quelque part. Nye mjiulize, hii championnat kane nye mko mnaona, kila ekipe iko na tegemea Mungu wake au mfumu wake. Mnafikiri walinda kule bure? Nye kazeni kushangilia tu. Aye mnaweza shikalifie na Manile na Senegal yenye iko na 9 points. Swate Mungu iko mubienu. Nyamu yonaka siku president na prêter serment, kuna kwa wapastere na wafumu. Mina juliza prezo. Nina mfikia. Iko yeye. Ile kitu unataka mata pale, kuko premier occupant. Na premier occupant mwenye alitoka, kuko roho yenye aliacha. Sa unataka mata, il faut qu'il y ait na grandeur d'esprit kushinda yenye alikuwa nayo. Dumana ba Kristo ampashe kuwa Bukristo ya kawaida, sipiganake tena, sikunywake tena pombe. Mapagani bakunywake pombe ba mingi sana. Kuko wapagani mwenyezi kamata bibi ya mwingine ba mingi, ni paye tu meiko na hesabu za maisha. Spiritualite ni kitu yenye ifo mulozi ya kuone munjia ashange njia. Aseme hapana, huyu haikuwa kuishi naye. Huyu ana roho ya miungu ndani yake. Weka mkono tusema, Mungu nifanye yule ya walozi. Nipe nguvu ya kutawala walozi. Manake anasimama hapa na $1,000,000 na wewe unasimama hapa na $10,000,000 na uko na conscience yenye iko tranquille ke mie siko mwa ile yenye iko ndani. Uba namuita mtu roho. Sasa kutoka kwa mtu kawaida kwenda kugeuka mtu nyama, tena utoke kwa mtu nyama ugeuke roho, njo vinaitwa vita vyema. Ndafasiria utanielewa. Vita vikubwa sana, vita vizuri sana, ni siku utaanza pigana na tire yako, na siku yenye utashinda na tire yako, njo utasema j'ai combattu le bon combat. Paulo ndio alisema vile, mnakumbuka vizuri. Alikuwa mtu kawaida, mekafika nivo yenye Paulo anakuwa mtu nyama, anaitwa Sauli. Paulo alikaanza lomba mabarua ya kwenda kuuana. Mnipe nje niue, niko nasikia hamu ya kwenda kuua. Mtu wa kwanza mwenye Mungu anamwambia unanitesa ni Paulo. Na sasa unapoingia ndani ya Yesu Kristo, unabatizwa, unabadilisha jina. Mimi nilikuwa naitwa sijui Zuena, tangu leo mwanzo naita Margarita. Usizani njoo kuokoka. Na ile njoo mlifundishwa. Ndio pastere sana kukutana, ulipigana mkaritasi hapana, tutenge unyamafu. Pastere yeye ayue kama
kuko parcours ya kutoka kwenye kuamini na kuokoka. Na hii parcours inaweza kamata 20 ans, 30 ans, 60 ans. Wewe unafundisha kwamba ulipotubatizwa ndio siku uliokoka. Sasa ikifikia kipindi unafanya makosa, unamwacha Mungu lote. Kumbe kuna andiko nasema watakaovumilia mpaka mwisho ndio watakaookolewa. Sijui tunaelewana vizuri. Manake tulipookoka tunaingia ndani ya Yesu. Kama ulizaliwaka wa hasira, uko tuna hasira na uko ndani ya Yesu. Meofira meziri unazama ndani ya wokovu. Ofira meziri unatravaye karaktere yako. Njoo utasema nimetundika mwili wangu msalabani. Na niko na amen zaidi ya mwenzake hapa. Niingie kwenye mafunuo utanielewa. Paulo ameshaokoka. Paulo ni apotre, lakini Paulo yuko anafanya dhambi. Apotre iko anafanya dhambi. Kwa Kristo ya leo wenye bana akili, unaweza kuwa evangelist ya mwimbaji ya unafanya dhambi. Apotre mpaka Paulo anasema nikihitaji kufanya mazuri, mabaya inanitokea. Manake kwenye nia zangu mimi napigania nifanye mazuri, lakini kinachonitokea ni nini? Ni mabaya. Na anasema nani atanitenga na mwili huu wa dhambi? Na Paulo akajua mimi nampenda Mungu sana, lakini hii mabaya ambayo naifanya inatoka wapi? Ni asili. Ikafika kipindi Paulo akasema kule mbele, natundika sasa mwili wangu msalabani. Si mimi ninayeishi tena, bali ni Kristo anayeishi ndani yangu. Alafu mbele ya kufa akasema nimepiga vita vyema. Manake ya kale yamepita, yote inageuka. C'est ça le salut. Tunatakiwa kuokoka kila siku. Sieleweke? Okay, nipatie andiko ya chini kidogo utaelewa. Na mtakatifu aendelee. Sasa mtakatifu tena shitakasi namna gani? Manake mtu anapaswa kuwa conscient na faiblesse. Hata unafichika watu utafezereka wewe peke. Il faut avoir une conscience pure de ta faiblesse. Je souffre de ça. Seigneur, ayez pitié de moi. Délivre-moi. Le bon combat haiko kupigania cheo. Le bon combat ni kutafuta deliverance ya ame yako. Le bon combat ni kuona changement ya maisha yako. Le bon combat ni kuona siku moja uzima wa milele unaikaa pale. Ile vie ya critique unaweza ishi na we peke usijue. Ça c'est un faux combat. Faux combat. Na Roho Mtakatifu atupeleke nafasi kwenye utasema nimepiga vita, nimemaliza. Ningelikuwa nikimuuliza sasa umemaliza mwendo, bona bado uko hapa haujakufa? Angeniambia aposto, kuna vitu vilinikera kwa maisha ya kiroho, nilishindwa vile vitu. Iwe mitume mnaowajua kwenye Biblia, sitaki niingie kwenye maisha yao. Iwe manabii mnaowajua kwenye Biblia, wana makasoro ambao siwezi nikaseme kwenye madhabahu, lakini walipambana mpaka. Ndio maandiko yanasema atakayevumilia. Sasa mimi sina zile imani zenu za kusema mtu anaweza kuwa anakataa kanisa, mtu abatiziwe, mtu aokoke, kisha saa kukufa na tubu anaenda mbinguni. Sikubali. Sikubali. Kwa sababu njoo imani za watu wengi zi. Shie tuwake tu humu tufunge tuombe, estomazi katike mafungo, wewe ungoe tu sikia ukufa, uite pastor juu uende. Wapi? Biblia mwenyewe inasema matendo yenu mtafanya nini? Itawatangulia. Ule mwenye alitubu saa kukufa, yeye anaenda wapi? Wanaotubu saa kukufa ni wale walikaa kanisani miaka na miaka wakamtumikia Bwana,
Alafu mbele ya kufa kwao, kwa sababu hata ukwe mtakatifu una makosa unayo, njoo unasimaka, Baba nipe mwisho mzuri kuliko. Hawezi lomba mwisho mzuri kuliko mwanzo kama mwanzo haikukuwa mzuri. Kwa hiyo mimi nakutabiria, kama wako watu wataenda mbingu, miongoni mwao utahesabika. Nipe amen zaidi ya jirani yako. Shetani haitiki akatale, miongoni mwao utahesabika, kwa maana Mungu anawajalia walio wake mwisho mzuri kuliko mwanzo. Nafasi yako mzuri. Ambia jirani yako, vita vyako ni vita gani? Kuokoka manake ya usirikake. Nani kushia hapa mwenye hana zambi? Tumachia ongoze kanisa. Mimi niko tayari kuacha. Unakumbuka mama mwa mwenye alikuwa nazini mbiblia na bwana mwa mkaramusi mu Jean chapitre 8, baka mbana ule bwana alikuwa supi. Mimi na leo alikimbia kama yakwenda na manguo, akabana mama. Mwanaume mzuri ni Yesu tu. Unaona ule bwana pale alikuwa anamwambia ndakufa juu yako. Juu mfikie kwa ile kitendo. Mshambiana vyote. Kwa utakufia. Mshaona wazee wanakuja. Akamwambia kila mtu achukua msalaba wake mwenyewe. Bwana akakwepa. Bakashika mama. Na hao wanamshika, usifikiri ni wapagani. Mulikuwa 4 kategoria ya watu, 2 ndio mnajuaka. Kulikuwa wafarisayo na waandishi. Kulikuwa vijana na wazee. Wakasema tusimuie hapa, tumpeleke kuli kwenye Yesu yuko. Si wakamleta, hana manguo. Mtu mwalifumaniwa kuzini, hana nini? Hana manguo. Wakamuuliza Yesu, Musa alituambia wanamke kama hawa tuwapige mawe, wewe unatuambia nini? Yesu akawaangalia. Yesu akasema, nikisema wasimpige mawe, watasema nakuja kuongeza machukizo duniani. Nikisema wampige mawe, kazi yangu ya ukombozi nitakuwa nimeshindwa. Yesu akafanya nini? Maandiko nasema akaangalia chini. Kuangalia chini ni vitu vingi sana, lakini cha kwanza ni kuona fasi mwanadamu alitokea ni uchafu tu. Akaona uchafu tu. Hawa walitokea hapa ni uchafu tu. Maana yake hawa wote wanajaa nini? Wanajaa uchafu. Kuangalia chini ni kuangalia kama nitakufa kwa ajili ya mwenye dhambi siku moja. Nitaingia kwenye udongo. Kwa nini huyu akufe? Akaandika. Hapa akisoma katika sheria. Sheria inasema yenyewe ukiona mwanamke na unamtamani umezini naye. Kwa Yesu alikuwa anajua mwanamke hana manguo. Na wazee wote hapa hata uwe na ujazo namna gani, uweze kumuone mwanamke ambaye hana manguo alafu na ubaki tu sawa sawa, utafunga tu mashindwa pepo. Na Yesu ni Mungu sana. Yesu ni Mungu. Kwa hiyo alijua wazee, na kama nafikiri aliangalia kwenye masuruali zao akaangalia vitu vinaharibika. Kwa hiyo akawaambia, sikatae msimuue. Hapana mwenye afanyaka dhambi, mwenye hana dhambi katikati yenu awe wa kwanza kumpiga mawe. Mmoja akaangalia mzee akasema, wewe tu yabani waka. Au yabani waka, lakini mimi najua vyako. Mwingine akamwambia mwenzake,
Wewe mbona unamwangalia sana? Depuis tuko hapa tu. Siangalia hata kukichwa. Wewe. Kwa hiyo wakatupa mawe yote. Wote wakaondoka. Yesu akasema hivi, inua macho dada, adui zako wako. Wakaangalia, hakuna yeyote. Yesu akamwambia, hata nami sikuhukumu. Hii neno limenisumbua sana kwa huduma yangu. Hata nami sikuhukumu. Hata nami ina maana Yesu ana dhambi? No. Kanuni amwambia hata nami sikuhukumu. Hata nami sikuhukumu inamaanisha vitu viwili. Maana yake mimi nilikuwa na haki ya kukuhukumu, lakini hata nami sikuhukumu. Kwani Yesu alijua leo sina dhambi, lakini Golgotha nitavikwa dhambi. Kwa hiyo sina haja ya kuhukumu wewe. Kwa tafsiri nyingine, unaweza jiona mwema leo, lakini kesho yako haujua utavalishwa kitu gani. Kwa hiyo akamwambia vizuri, hata nami sikuhukumu. Kuanzia wakuu au wadogo, wote wakaondoka. Wende zako, usifanye dhambi tena. Mama akaenda. Swali yangu ni hii, hata kama ungemuita mama kio kamate dola 100 tufanye tena hivyo, mama hangekubali. Alijua niliponyoka nini? Kifo. Sitakifanya tena. Sasa kinachonisumbua ni nini? Waliotupa majiwe ni watu waliojitambua kusema hatustahili kumpiga kwa sababu tuna dhambi. Lakini kwa kizazi hiki ni wenye dhambi ndio wanapiga wenye dhambi. Geukia jirani mwambie, mbele wewe unipige kwanza, angalia una nini. Mbele ushike jiwe kumpiga mtu, angalia roho yako, angalia matendo yako, na itakusaidia sana. Ni conclure nikwambie hivi, hakuna dhambi mbaya duniani kama nature, the nature ya mwanadamu, asili ya mwanadamu au tabia ya mwanadamu. Dhambi mbaya sana. Na hii itanipeleka kwa kazi samedi, kwa sababu kuko dhambi za kuzaliwa, dhambi za sijui nitafundisha dimanche kwa ajili ya milango ile utaiona. Na utaona kinachokusumbua sana ni uko na roho mbaya. Utaona tu. Moyo unaojaa upendo wa Kristo ni moyo wa furaha siku zote. Lakini ukiwa na roho mbaya unateseka maisha yako yote. Nimepiga vita vyema.